Sisi si kwamba kwa sababu yeye isho aliyoingia nayo ni kwamba sisi labda tunataka hela kuwa nyingi, tupate hela nyingi. Lakini huyu mtu haendi kununua ng'ombe minadani. Na sisi changamoto tulionayo ya wachinjaji, kwanza tulianza tunauza nyama shilingi 8,000. Tukapata changamoto ya watu kutoka Kongo, watu kutoka Uganda, watu wanatoka mikoani, tunanunua nao ng'ombe minadani humu. Tukakaa tukaona tufanye nini? Hivi tufunge mabucha? Jibu ni hapana, wananchi wanahitaji kununua mboga. Hona hapana, tukatoka shilingi 8,000 tukaongeza shilingi 2,000 ili tuingie kwenye ushindani ambao upo sokoni. Tulipoingia shilingi 10,000 tukauza ndani ya miaka mitatu. Tumetulia. Lakini akajitokeza ushindani ambao ni mkubwa. Waganda sasa wakaja na mambo mengine pia. Tukaona tufanye nini ili na sisi tuanze tuendeleze biashara yetu tunaifanya hapa. Tukajiogani tunasema bwana, tukaitana kikao. Bwana, sasa tunachotakiwa kufanya hapa, tuongeze shilingi 2,000 kulingana na gharama za maisha zimepanda. Tunanunua ng'ombe minada kama 5 kwa ushindani mkubwa. Yeye ameenda, yeye mwenyewe ni mwekezaji, anafuga, ana kitaru. Ameenda amechukua ng'ombe wake amewaleta hapa Bukoba mjini, na kwa kusema kwamba yeye yuko tayari kutufukuza kwenye biashara yeye kama yeye, kwa sababu yeye anavuna analeta. Tukamuomba, tunaomba tununue kwako ili sisi tupate angalau unafuu wa ununuzi wa ng'ombe. Akakataa. Kaona kwamba yeye anaweza kuja hapa akavunja bei, akatoa bei kwa shilingi 12,000, akasema anaweza kuuza 10,000, na tukiuza 10,000 ana uwezo wa kuuza 8,000. Serikali imeweka wazi kuwa bei zinapangwa na soko, na msimamo wa serikali ni wapo. Hatuwezi kupanga bei kwa saizi, ila tutaangalia soko linasemaje kwa mujibu wa bei. Kwa hiyo soko likiona kuna mtu anaona kuna fursa ipo kwenye soko ambao anaweza akafanya biashara na akapata faida na ikatoa nafuu kwa mwananchi, basi aendelee kufanya hiyo biashara.